anasema hatukupokea roho ya mfumo huu wa dunia, bali tumepokea roho atokaye kwa Mungu, ili tupate kuelewa na kuishi yale yote ambayo neema ya Mungu imetumiminia kwa wingi. Paulo anasema, anawaambia Wakorintho. Nimesema hii ni tafsiri nyingine, sio hiyo ya Kiingereza. Kwa hiyo utajikuta tunapishana Kiswahili. Sawa wapendwa? Nasi tunaeleza mambo haya kwa maneno yaliyofunuliwa kwetu na Roho, si kwa hekima ya kibinadamu. Paulo anawaambia Wakorintho, tunaunganisha kweli zilizofunuliwa na Roho kwa maneno yaliyofunuliwa na Roho pia. Kweli zilizofunuliwa na Roho, lakini kwa maneno yaliyofunuliwa na Roho pia. Mstari wa 14 Paulo anawaambia Wakorintho, mtu anayeishi kwa kiwango cha kibinadamu kabisa hukataa ufunuo wa Roho wa Mungu, kwa kuwa kwake hauingii akilini. Yaani ufunuo wa Roho wa mtu asiyeishi na Roho, ufunuo huo hauingii akilini, kwa anaishi kwa kiwango cha kibinadamu. Hawezi kuelewa mambo ya roho kwa sababu huweza kufahamika tu kwa nuru ya Roho Mtakatifu. Mstari wa 15 Paulo anasema, wale wanaoishi kwa uongozi wa Roho wanaweza kuchambua na kupima mambo yote kwa uangalifu, lakini wao wenyewe hawawezi kuhukumiwa na mtu yeyote ila Mungu. Mstari wa 16 Paulo anawaambia Wakorintho, kwa maana ni nani aliyewahi kujua kwa undani akili ya Bwana Yahwe? Yahwe mnajua ni jina la Kiebrania kimaanisha Mungu mkuu, kiasi cha kuwa mshauri wake. Anasema, kwa maana ni nani aliyewahi kujua kwa undani akili ya Bwana Yahwe kiasi cha kuwa mshauri wake? Paulo anasema, lakini Kristo anaijua, na sisi tunayo mawazo yake Kristo. Maana yake nini? Kama tunania Kristo na Kristo anajua mawazo ya Yahwe, maana yake nini? Na sisi tunajua mawazo ya Yahwe. Ndio maana yake. Yaani sisi ndani ya Kristo tunajua siri za nani? Za Mungu. Kwa sababu Kristo ndani yetu. Sasa kwa nini Paulo anazungumza mambo? Na kwa nini mimi nimeanza na utangulizi wa maneno haya ya Paulo akizungumza Wakorintho? Hii mistari hiyo Wakorintho 2:12 hadi 16 inaonyesha jinsi gani ambavyo ukishaokoka alafu ukataka kuishi kinyume na utaratibu wa Roho Mtakatifu, umekwisha kabisa hapa duniani, sio mbinguni. Maana yake anasema hatuwezi kuishi kwa kutumia mawazo ya kibinadamu, itabidi tuishi kwa kutumia mawazo ya kimungu ambayo yanatokana na Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu ni nani? Yesu wakati anaondoka aliwaambia wanafunzi wasifanye chochote, wasubiri mpaka watakapopokea nguvu. Nguvu maana yake ni uwezo wa kutambua, kujua, ili uweze kujua kuenenda na namna ya kutenda kwenye ulimwengu huu ambao umepotoka. Sasa Roho Mtakatifu anakaa ndani yetu. Kuna tofauti kati ya Roho kukaa ndani yetu na kujazwa Roho Mtakatifu. Nadhani vitofautishe haraka, alafu ndo niende kwenye fundisho na kuwafundisheni ili badiliko la mtu kupitia Roho kwenye maisha yake. Kwa sababu moja ya jambo ambalo limenitesa kwa muda mrefu zaidi ya miaka 20, nilikuwa najiuliza swali moja tu. Hivi ahadi za Biblia ni za mbinguni au na za duniani zimo? Kwa sababu Wakristo tukiingia kanisani hapa tunaruka, tunaimba, tunafurahi, tunashangilia. Tukitoka nje ya kanisa akili haifanyi kazi. Maisha yanaanza kuwa ni magumu. Hatujui chanzo cha maisha ni nini. Hii semina ndio nachoenda kujibu. Kwa nini uko hivyo hivyo? Bwana asifiwe. Kwa nini una hela? Bwana asifiwe. Tunaanzia rohoni. Na baraka zote mnazoona kwa mitandao wanasema baraka, 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 wanaleta magari, sijui nyumba, sijui watoto. Sivyo Biblia inavyofundisha kuishi baraka. Hiki ndo nataka niwafundishe baraka nyingine. Ukishajua hapa, kule duniani sio ngumu kama tunavyofikiria. Lakini tukienda kwa fikira za kibinadamu kama Paulo anavyosema, anawaambia Wakorintho, lazima tutapata shida. Bwana tusaidie sana. Roho Mtakatifu